Taarifa nyingine, Ukraine inajiandaa kuwajulisha mpango wa amani uliorekebishwa kwenda ikulu ya White House. Wanajiandaa kuwasilisha mpango huo wa amani ambao umerekebishwa kwenda ikulu ya White House, ni kwa maana ya Marekani, huku ikijaribu kuepuka kufanya makubaliano ya kusalimisha maeneo ya Ukraine kwa Urusi. Sasa Kiev inatazamiwa kupendekeza mpango mbadala mbali na ule wa Marekani baada ya Rais Volodymyr Zelensky kukataa tena kusalimisha ardhi ya Ukraine, akisema hana haki ya kufanya hivyo chini ya sheria za Ukraine au za kimataifa. Sasa alitoa kauli hiyo alipokutana na viongozi wa nchi za Ulaya na NATO siku ya Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za pamoja za kuizuia Marekani kuunga mkono makubaliano ya amani ambayo yanajumuisha makubaliano yatakayoifanya Ukraine kutoa ardhi yake, huku akihofia makubaliano ya aina hiyo yataiacha Ulaya katika hatari ya uvamizi siku zijazo. Wakati huo mji wa Sumy kaskazini magharibi mwa Ukraine uliachwa bila umeme usiku kucha baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani la Urusi. Gavana wa eneo hilo alisema zaidi ya ndege 12 zisizo na rubani zimepiga miundombinu ya nishati. Ni shambulio la hivi punde zaidi katika mashambulizi ya usiku ya Urusi, lakini pia anasema hakuna vifo vilivyoripotiwa. Kwa hiyo Ukraine wanakwenda kuwasilisha tena mpango mpya wa amani ambao haujumuishi kutoa ardhi yoyote kwenda kwa Urusi, ambao ndio takwa lao kubwa, wakitaka baadhi ya maeneo ya Ukraine wayachukue wao kwa sababu wanaamini ni eneo lao. Lakini Ukraine anasema, rais anasema, Zelensky anasema huo mpango ni kinyume na sheria za nchi yenyewe na hata za kimataifa. Kwa hiyo haana huo mpango. Kwa hata katika mpango mpya na kuwasilisha Marekani pia ni tofauti na makubaliano ambayo Putin anayataka kwenye kumaliza vita inayoendelea. Kwa hiyo kwa kifupi tu tutumie kauli ya mtaani, tuseme ngoma ni mbichi. Bado mbichi. Ngoma ni mbichi kweli kweli, bado sana. Jambo la kusubiri na kuona. Zaidi ya wanajeshi 10 wa Nigeria wamezuiwa huko Burkina Faso, niliona pia, wakati Jamhuri ya Benin ikiwa chini ya mvutano baada ya jaribio la mapinduzi lililosababisha kifo cha raia mmoja. Wasiwasi umeongezeka Afrika Magharibi baada ya wanajeshi 11 wa Nigeria kukamatwa nchini Burkina Faso. Wanajeshi hao walikuwa ndani ya ndege ya jeshi la Nigeria C-130 ambayo ilitua kwa dharura huko Bobo, jiji la pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso. Waziri wa Burkina Faso Emile Ziro, akizungumza kwa niaba ya muungano wa mataifa ya Sahel, alisema kwamba ndege hiyo iliingia anga la nchi hiyo pasi na idhini. Uchunguzi ulianzishwa haraka na imeripotiwa kwamba unaendelea kutokana na ukiukwaji huo. Sasa muungano huo umeonya kwamba ndege yoyote itakayojaribu kuvuka anga lake bila kibali itashughulikiwa mara moja. Yaani masuala ambayo yanaendelea Afrika, wasiwasi bado mataifa ya magharibi. Hivi watu wanaogopa wakiona aina hiyo ya wanajeshi wapo katika maeneo ambayo sio ya kwao. Baadhi ya wadadisi wa siasa wanaeleza tukio hilo wakilihusisha na jeshi la sasa Nigeria ambalo lilipelekwa Jamhuri ya Benin baada ya jaribio la mapinduzi, na kuongeza uhasama kati ya ECOWAS na serikali zinazoongozwa kijeshi ikiwemo Burkina Faso, Mali pamoja na Niger. Sisi bado tupo hapa. Tukirudi itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya wino mzito. Si ndio kisa? Ndio. Ujumbe wako tuandikie kupitia 0683802966. Nimekuona huyo anasema naomba mdadavulie juu maandamano ya Tanzania, wengine hatujui juu ya nini yetu. Maandamano Tanzania? Hata ngoja tutadadavuka tukirudi kwenye wino mzito, wala usijali. Sikia lakini pia unasema redio yenu haina longolongo, imenyooka. Mungu awatangulie. Amen. Kibarua kiendelee. Kweli. Mzee waziri, mbona wewe umezungumza kwa hisia? Unaweza kaomba zaidi. Kwamba kweli. Asante bwana mzee waziri Mgaza wa Matemboni Maramba Mkinga huko kwa ujumbe wako. Pia wewe unasema Yusufu Teti wa Uru Shimbwe, na wapongeza wa Tanzania wote kwa kudumisha amani yetu. Ameandika hivyo. Lakini wewe unasema habari za studio, naitwa Mudi Mkarabati wa Moshi Shantown. Tuko pamoja sana, tuna habarika na kuburudika. Karibu sana Aberi Kilumbu. Bwana, umewahi kusikia ujana ni maji ya moto? Kwa alisema hivyo? Hiyo ni msemo muhimu. Tunachemka. Tangu nikiwa mdogo nasikia ujana maji ya moto. Nimekuwa kijana wala sijaungua.
Yaani haimaanishi wewe ndo uungue, lakini maji ya moto unajua maana yake yanachemka. Mbona sijachemka? Sisi tunachemka. Kama hujachemka sasa ni changamoto binafsi. Kwa hiyo useme sisi. Mimi sio vijana. Kwa nini useme sisi? Yaani kama na mimi nipo. Vijana. Mimi, wewe, Abeli, wengine wote tunachemka. Ni vijana. Kwenye umoto bado hujafikia. Michemko? Aka. Ala. Hapo waenga. Waenga wenyewe wanashanga. Ujana anaupita na sichemki vile vile. Ujana sio maji ya moto kwa. Hasa moja kati ya tafsiri ambazo wahenga waliwahi kuzisema kuhusiana na ujana maji ya moto, walikwambia kwamba ni pale ambapo unafanya maamuzi kwa moyo tu, alafu unakaa baada ya dakika kama 30 hivi unaanza kujiuliza maswali sasa. Kwaje? Lakini ulifanya kwa moyo tu. Yale maamuzi yako mwenyewe kwa upendo mkubwa ambao uliyafanya, baada ya kujipa muda kidogo unaanza kujiuliza maswali tena. Pale ndo maji ya moto yanapoonekana ule mvuke sasa. Kwamba maamuzi yale yalikuwa sahihi kwa moyo, kwa upendo. Lakini dakika 30 zijazo unaanza kujiuliza nifanyaje tena? Bora hata nisingemjibu ile. Hiyo ndo ujana maji ya moto. Sasa unajua, kwa mujibu wa tafiti mbalimbali hapa nchini, ikiwemo tafiti hata ya sensa la watu na makazi, inaonyesha Tanzania na zaidi ya 60% ya vijana wake. Watu wake wengi wana umri chini ya miaka 35. Vijana ndo ujana wenyewe. Hivi ujana siku hizi ila itasema ujana. Mjadala wa umri pia unakuwa na kuna wengine ujana unaanzia 16, wengine 18. Nataka kujua changamoto unaisha 35. Nataka kujua changamoto ya kujitambua kuhusu ujana. Nenda kwenye maeneo kwa mfano ibadani. Tangazo pale kwamba baada ya ibada vijana wabaki. Natoka nje unajiuliza ni baki ni ende. Ila yani kama ni mtu wa ku grab fursa kwenye huko kwenye inches na nini, kuna tafsiri ya ujana. Kwa nini wanaandika 18 hadi 25? Yani kitu siku hizi kinaniumiza. Kwenye fursa huko. Kwenye fursa wanaipunguza. Kwenye fursa huko hata wale ambao wameuvuka ujana wanaurudi kwenye fursa. Ila tu kwenye kutumika 45. Anajiongeza. Utasikia 45. Kwa mambo ya kawaida utasikia 45 ni kijana mzuri tu. Kijana mzuri. Lakini kwenye mambo ya fursa utasikia 25. Kwa sababu kama unasikia vijana wenzetu wamepata nafasi ya kuteuliwa, kila mkeka unasoma 48. Hapo na jamani 48 tena. Sasa hiyo ambayo kisa wameisema hii ya vijana wenzetu ambao wamepata nafasi ya kuteuliwa, sasa hao ndio wanawakilisha kundi kubwa la aina ya vijana ambao tunao nchini. Sasa wengi wanakuambia bwana, vijana ambao wanapewa sana fursa sasa hivi kwenye maamuzi, kwenye nafasi mbalimbali nyeti serikalini. Ila kweli. Lakini mbona vijana kama hawaaminiki sana? Yaani katika maeneo hayo nyeti haya. Kwamba vijana wanaharibu. Yaani mjadala uliopo ni kwamba bwana vijana tupu hawa. Kwenye maamuzi yao ndio yale, baada ya dakika 30 unakaa tena chini unaanza kujiuliza. Yaani nilipigaje? Afrobarometer walifanya utafiti wao mwaka 2024. Hizo namba. Zimeshana namba. Mambo takwimu kisa. Sasa vijana wako mimi mwenyewe nakuja na takwimu, soma hizo barometer afu na mimi nitakuja na hizo barometer. Takwimu zako za kimoyo moyo. Sasa lazima uwe na ushahidi dunia nzima wa kitakwimu. Tupe takwimu hizo. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, wastani wa umri wa chini ya miaka 52 kwa mawaziri na viongozi wa ngazi za juu vijana, 17% ya watu, kwa mujibu wa tafiti iliyofanyika, wanakuwa na imani na hao viongozi wenye umri wa chini ya miaka 52. Kwa hiyo kwenye tafiti ujana ni mpaka miaka 52 au niondoke kwanza? Wewe nao unatuchanganya sasa. Tulia. Unajua tofautisha. Changamoto ya kuelewa ni kubwa kwa tunajua kama tunaenda taratibu. Unajua tukiwa tunaongea mambo ya nchi. Tunatamani tukutenge. Taratibu. Taratibu. Unajua kwa nini? Kwenye mjadala unaotaka kuja nao kisa, huo mjadala sasa utakuja kutofautisha ile wanaita rika, umri na makundi ya. Samani. Inukuta takwimu wanasema kwa mujibu wa Afrobarometer mwaka 2024 waliokueleza kuwa katika ukanda wa Afrika Mashariki viongozi wengi ambao wana umri wa chini ya miaka 52, 17% ya watu waliohojiwa au waamini viongozi wao katika nafasi hizo. Kwa sababu tu kwamba hii umri huu ndio maji ya moto.
Sema 17% sio mbaya sana. Hawajafika nusu. Kwa maana utengeza mjadala kwamba zaidi ya nusu watu wakubali vijana. Na sisi Tanzania tuna asilimia zaidi ya 60 ya vijana watu wenye umri wa chini ya miaka 35. Sasa hii kuna tafiti pia UNDP waliokufanya mwaka 2023 wakisema kuwa kuna ongezeko kubwa la vijana kwenye nafasi za uongozi. Zaidi ya 17% wakipewa nafasi kwenye nafasi nyeti za juu za uongozi. Hiyo inaonekana. Inaonekana. Na serikali hii kwa mfano, hata kwetu moja kati ya sifa ambayo imejipambanua nayo ni kuwapa nafasi vijana. Sasa hiyo ndio kutuambia pia vijana ni umri gani. Kisa ndio kutuambia. Yeye anachofikiria akisikia kijana yeye anawaza umri gani? Takwimu hizo za usiwaze umri, waza rika. Ingezekea kuambiwa tunapata rais kijana. Sema twende kwenye umri. Unakumbuka kwanza awamu ya 4 pale. Kumbe hii ni kijana. Awamu ya 4 kijana aliingia pale. Lakini kisa akiwa na miaka yake mingapi hapo tunasema mama. Kisa cha umama. Juzi nimeona mtu ameandika kwenye mtandao kwamba wamama wa 96 mwakani mweza kutoa laana. Machoka dada. 96 ni mama kweli. Jamani Jamani. Sasa hii ya imani hii nimeona updated taarifa ya Afrobarometer pia mwaka 2024 walisema zaidi ya 38%, lakini walifanya katika baadhi ya mataifa ambayo yamewakilisha kwa mujibu wa utafiti wa kisayansi na siasa kuhusu uaminifu wa wananchi kwa viongozi vijana. Sasa kuna utafiti ambao umefanywa kwa kutumia hizo takwimu, lakini kuna utafiti ule wa mtaani ambao sisi pia tunafanya kuzungumza na wananchi kuhusiana na mjadala kamili kati ya imani ya vijana katika nafasi zile za uongozi. Sawa. Vijana wanaaminika? Wazee, vijana na vijana na wajana tena. Ndio vijana wenyewe hao tunataka tuamini. Wajana. Wanaitwa wajana wa kesho. Hii hapa ikifafanua na kutupa utafiti wa maneno sasa. Maoni ya watu. Ambao ndio uchambua nikirudi. Ona umudu. Vijana wengi mambo ya uongozi hawayafahamu vizuri. Of course kwa sasa hivi tofauti na zamani. Zamani walikuwa wanalelewa. Walikuwa wanaandaliwa kwenye vyuo hasa. Sasa hivi kijana anamaliza tu form 6, anamaliza diploma yake, akitoka hapo tayari anachaguliwa kuwa kiongozi mkubwa. Kiasi kana kwamba maadili hayajui ya uongozi, sifa ya uongozi hajafikia. Mtu hata miaka 5 hana experience, hata miaka 5 kazini tayari anakwenda kuwa waziri, tayari anakwenda kuwa mkurugenzi. Hajapitia zile nyanja za huku chini. Anatakiwa mtu apande step to another step ili kusudi hajua uchungu wa chini. Vijana wanatakiwa waandaliwe. Mimi ninarudi nyuma enzi za 5. Kwa sisi wazee tunafahamu. Japokuwa wakati huo ilikuwa chama kimoja, lakini kulikuwa na system nzuri ya kuandaa vijana. Moja ilikuwa inaandaliwa vijana kwanza wawe wazalendo. Hilo nilisema la kwanza. Na uzalendo haukuwa kwenye chama cha 5 tu peke yake. Ilikuwa pamoja na jeshi la kujenga taifa. Kule mnakwenda mnafundishwa uzalendo na nini, unakuta kijana anatoka kule amekomaa. Mimi ni mstaafu wa jeshi la wananchi kwa muda wa miaka 45. Cha kwanza, vijana wakipewa madaraka wanayatumia yale madaraka kutafuta haki na fursa za kwao kwanza, sio za wale wanaowalengwa. JKT ilikuwa inafundisha maadili. Ukitoka JKT ukipelekwa kwenye eneo husika unatekeleza yale uliojifunza JKT, lakini sasa hivi hakuna. Hata ile kozi ya miezi 6 haipo. Unakwenda miezi 3 unarudi huku, ukirudi huku wakubwa wamekuona kwa lengo ilipi? Hakuna utafiti unaofanywa kupitia vijana. Vijana wametokea kuharibu nchi badala ya kujenga nchi. Tanzania ndio nchi pekee ambayo kiongozi mtu akipata uongozi anasema amekula shavu. Unajua tafsiri ya kula shavu brother? Maana ya kula shavu, jaribu kujaza vitumbua viwili mdomoni kwa wakati mmoja mpaka unashindwa kula. Kuna vitumbua vingine vitakuwa vinadondoka. Maana yake umepata nafasi ya kula nchi. Na hiyo ndiyo shida. Na tumekubaliana jamii nzima kwamba Tanzania tunakulaga shavu unapopewa uongozi, sio dhamana. Ukitaka kusema kwamba vijana wanaharibu kwa mara ya kwanza katika maisha yetu ya nchini hapa,
kupata vijana wengi wakaingizwa mara moja kwenye madaraka. Ndio hii mara ya kwanza. Lini waliingizwa vijana wengi? Hata tuseme vijana wabaya nini? Watu wengi walikuwa wanaingizwa watu wa makamu. Alafu baadaye wanazeeka, na wakichakuwa wa makamu, akiingizwa kwenye makamu, akiendea kwenye kuzeeka, hataki kutoka. Kijana wa kwanza kupata madaraka makubwa hapa Tanzania ni Dr. Salim Ahmed Salim. Mwalimu Nyerere alimwamini akiwa na miaka 20 tu katika nafasi kubwa kabisa ya ubalozi nchini Misri, na hatukuwahi kusikia kashfa kutoka kwa Dr. Salim Ahmed Salim mpaka anapoendea kumaliza umri wake. Hata Mwalimu Nyerere amefanya harakati hizi hapa akiwa na ujana. Lakini pia tuwaase wazee wetu. Wazee wetu tunawapenda na tunategemea busara zao, lakini wasifike mahali wakawadharau vijana kwa mapungufu ambayo wanayokuwa wanakutana nayo, kwa sababu pia hata na wao kwa kiasi kikubwa wamefanya mambo mabaya zaidi. Kama utakumbuka katika awamu 2-3 za uongozi hapo nyuma, katika kipindi ambacho nchi iligubikwa na kashfa nyingi sana za ufisadi, mpaka kupelekea baadhi ya watu kukata tamaa. Mambo haya yalifanywa na wazee. Wakati huo nakumbuka tulikuwa tunatuhuma ya Richmond, tulikuwa tunatuhuma ya EPA, ya Kagoda. Mambo yale ya aibu yalifanywa na watu wenye umri mkubwa. Unaona bwana, hakukuwa na vijana pale. Bwana, hayo ndio maoni mtu amenifurahisha, anasema Tanzania ndio nchi ambayo kinani ambao ukipata uteuzi unasema nimekula shavu. Anapongezwa. Shavu nalijua jamaa anauliza, unajua shavu? Unajua shavu vizuri, mtu akila shavu. Sasa hapa ilikuwa ni wazee dhidi ya vijana. Kila mmoja anavutia upande wake. Kuna hadithi moja ya bibi mmoja. Aliwahi siku moja kuwa amenasa nyumbani kwake, yani baada ya kukaa kama siku 3 hivi bila kupata chochote kitu tumboni. Sasa njaa ikawa kali sana. Nadhani baada ya siku hiyo asingeweza hata kuamka tena kula, kama asingeingiza kitu kingine tumboni, yani ingekuwa mwisho wa maisha yake. Sasa siku amekaa hivi kwenye kijumba chake tu kidogo, akawa anaona sasa jamani ishashindikana. Kwa hiyo option pekee ni kumuomba Mungu. Kaanza kumuomba Mungu kwa sauti kubwa, yani alitoa sauti kweli kweli. Mungu, saidia mie, nipe hata mkate. Nipe hata mkate, mimi hata mkate na juisi tu. Mungu, nakufa njaa. Sasa wakati naomba, kuna vijana wa hovyo wanapita zao nje. Kwenye kidirisha chake akawa anasikia yale maombi, yanamtaja Mungu na wanamuelekeza kabisa, Mungu anipe hata mkate na juisi. Wale akasema ngoja tu muenjoy huyu bibi. Wakaenda zao dukani, wakachukua mkate, juisi. Wakaingia pale juu kwenye nyumba yake, wakapanda juu ya dari pale, wakatokea kwa juu, nyumba ambayo kuu kidogo. Wakapata nafasi ya upenyo kidogo, wakawa bibi anavyoendelea kuomba, wakaanza kumwongoshia ule mkate. Sasa chukua mkate vile, wameuchana vile visilesi vile, chukua 5 wanampiga na kichwani pu. Yule bibi, Mungu asante. Wakula wanatamani kucheka, yani kwa ilikuwa ni kichekesho. Wakamtupia na ile juice pale. Jibu limejibiwa hapa. Mungu akaona ni ushuhuda mmoja mzito ambao alitamani kukucha haraka ili akatoa ushuhuda huo kwa majirani, maana nataka kanisani wenyewe wasingemuelewa, yani kila sema angemuelezea kila mtu. Kweli maisha yake yakasalimika. Asubuhi kulivyokucha, bibi akasema ni kabla hata hujapambazuka, kila jirani akamgongea, akawa anamuelezea kuhusu ukuu wa Mungu na mambo ambayo yanaweza kutokea, mkate kutoka mbinguni. Na nilivyokula vipande vile viwili tu mimi nikashiba. Shiba kabisa. Imani. Sasa wale vijana wanajua walichokifanya. Kwa hiyo wakawa wanacheka. Anacheka wakimwambia yule bibi kwamba Mungu wapi wewe? Mkate alikupiga nao fulani. Lakini yule bibi jibu lake analijua vyovyote ilivyokuwa. Pia naamini kwamba ni Mungu aliwatumia wale vijana. Hata wao kwenda kununua kwa utani ni Mungu aliwatumia wale vijana kufanyaje? Kumuokoa na kile ambacho alikuwa akimuomba. Haijalishi alimtumia nani. Kwa sababu Mungu asingeshuka yeye mwenyewe physically. Alitumia watu. Sasa ndivyo ambavyo vijana wengi tunafanya mambo yetu mengi. Kusaidia wengine kwa nafsi zetu
kwa kuamini huyu ngoja nimuoneshe, huyu ngoja nini. Kwa hiyo unaweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi kwa kutumika bila sisi wenyewe kujua kwamba yana msaada mkubwa kwa wengine, kwa kutumia zile nguvu na uwezo ambao tupo nao. Jamani, ndio ndugu yangu, sisi tukasherehekea uhuru. Kisa nasubiria haujambo. Na miaka mingapi ukiambiwa uhuru ni baba yako au ni bibi yako? Uhuru. Kwa miaka ya uhuru. Wewe, kwa nini bibi? Bibi. Yani au babu. Uhuru hata bibi mkuu wenyewe upita. Ulikuwa sio 64 huo. Miaka 64. Miaka 64 upita. Alikuwa ameshazaliwa? Miaka ya uhuru nilikuwa kama nilikuwepo. Asema sasa tunaposoma tunaona kama mambo kama ulikuwepo kama juzi. Ila unaambiwa mzee Kennedy ndio anaelewa. Anatusikiliza hapa, alinipigia kidogo hapa. Kwa hiyo huyu leo ndo mentor wangu. Nikitaka tu kuasimulia habari za unajua Mtei kipindi kile, ananiambia kisa tulia. Kipindi gani mama? Kipindi gani? Ila sasa yeye ndo ananifeed kwamba watu wali struggle. Kwa hiyo nikwambia kipindi kile simaanishi kwamba nilikuwepo. Na inapendeza sana ukipata mtu kama huyo, watu ambao walikuwepo. Achana na sisi tunaosoma na kusikiliza kwenye documentary mbalimbali. Kuna mtu alikuwepo, anaweza kukusimulia kwamba siku hiyo ilikuwa hivi, miaka hiyo kabla ya uhuru kulitokea vitu hivi na hivi na hivi, baadaye pia mambo gani yalitokea atakusimulia. Kwa hiyo utapata elimu. Kama una mtu kama huyo mtaani kwako au nyumbani au kokote unakokaa, mtumie vizuri sana kupata maarifa. Mimi naye hapa ananisikiza, anaitwa Mzee Kennedy, nishakwambia. Saidia. Asante sana bana. Sisi tupo mpaka 3 kamili. Tukirudi hapa itakuwa ni muda wa habari za biashara, ngenga za siasa na mengine mengi ambayo tumekuandalia. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia 0683802966. Hiyo ilikuwa ni Lenzi ya Uhuru. Lenzi.